Ligi kuu soka Tanzania bara imezidi kushika kasi siku ya leo, ambapo leo hii kulikuwa na mchezo kati ya Kagera Sugar dhidi ya Simba Sports Club, ambapo katika mchezo huo Simba Sports Club wameweza kuibuka na ushindi mnono kabisa wa magoli 5-2 dhidi ya Kagera Sugar, ambapo katika mchezo huo jambo la kuvutia zaidi ni kumuona Steven Dese Mukwala akiingia kambani mara 2 katika siku ya leo, lakini pia Jean Charles akiendeleza fomu yake ya kufunga mabao, na leo hii ameweza kufunga goli la free kick ikiwa ni goli la pili kwa upande wa Simba, lakini magoli mengine yamefungwa na Shomari Kapombe ambaye alifunga goli la kwanza mapema kabisa dakika ya 14, lakini goli la pili likifungwa na Fabrice Luamba Ngoma. Goli la tatu likafungwa na Steven Dese Mukwala ambaye hazikupita muda akaweza kufunga goli lingine pia na kuweza kukamilisha karamu hiyo ya magoli na kuwa ni ushindi wa magoli 5-2. Kagera Sugar wenyewe wamepata magoli yao kupitia kwa Datius Peter, lakini vile vile na goli lingine likifungwa na Cleophas Mkandala ambaye naye aliingia kutokea sabu. Dakika Sambi baada ya kuingia kuchukua nafasi ya Awesu ameweza kutoa assist 3 kwa siku ya leo, ikiwemo goli la Fabrice Luamba Ngoma, lakini vile vile assist 2 kwa Steven Dese Mukwala, ambapo ameweza kukamilisha hat-trick ya assist kwa siku ya leo. Kikubwa ambacho Simba wanaweza kujivunia kwa siku ya leo ni kuweza kumuona mchezaji wao mpya Lee Mpanzu akitumika kwa mara ya kwanza katika mchezo dhidi ya Kagera Sugar, ambapo katika matukio muhimu ambayo ameyafanya ni pamoja na tukio la kupiga shoot on target 3, moja ikiwa ni ya nguvu kweli kweli ambayo ilimpa wakati mgumu goalkeeper wa timu ya Kagera Sugar Ramadhani Chalamanda ambaye alisave na kuwa kona, lakini mashuti mawili ambayo alipiga kipindi cha kwanza na of course mashuti yote amepiga na mguu wa kushoto. Mashuti mawili aliyopiga katika kipindi cha kwanza hayakuweza kumsumbua goalkeeper, lakini yameonekana touches zake zimekuwa ni za hatari na alikuwa akiwasumbua hata walinzi wa timu ya Kagera Sugar. Kocha Fado Davis aliamua kumtoa mapema tu kipindi cha pili na nafasi yake kuchukuliwa na Joshua Mutale Budo, ambaye bado mashabiki wanakuwa na wasiwasi naye ama na mashaka naye na kiwango chake ambacho anakionyesha. Amekuwa si mchezaji mwenye bahati akikosa nafasi za wazi, lakini wakati mwingine ikitokea pia kupoteza ama kuua move ambazo timu yake imekuwa kizitengeneza kwa ajili ya kushambulia. Simba wanakwea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu wakiwa na alama 34, wakiwa wamewaacha Azam FC ambao wao wana alama 33, lakini wao wakiwa wamecheza michezo zaidi. Simba sasa hivi ana michezo 2 mkononi, huu ukiwa ni mchezo wake wa 13, na michezo 2 mkononi, mchezo wa JKT Rovu, lakini pia mchezo dhidi ya Singida Black Stars, ndipo aweze kukamilisha raundi ya kwanza ya ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League kwa kucheza michezo 15. Kwa hiyo tusubiri Simba wako na kazi dhidi ya JKT Tanzania, lakini pia dhidi ya timu ya Singida Black Stars. Je, wataendelea na fomu yao walionayo kwa sasa ama vipi? Lakini leo hii wamekosa clean sheet baada ya Pimpin Kamara kuweza kuruhusu magoli 2 katika nyavu zake. Endelea kusubscribe katika YouTube channel yetu kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi za kimichezo.